Hello, habari. Karibu kwenye chaneli yako ya Nifunze Tech. Kwenye somo hili la 7, sasa bila kupoteza wakati, tuanze mradi wetu wa 7 ambao ni kwenda kutengeneza ukurasa wa maktaba ya nyimbo ambao ni music portal. Tutumia hizi tagi, kuna tagi ya audio kwa ajili ya kuweka audio, tagi ya figure kuweka caption, na tagi ya anchor kwa ajili ya kuweka link. Of course tutakwenda kutengeneza project yetu ambayo tunaizungumzia hapa ni hii hapa. Hii ndio project yetu kama inavyoonekana hapa. Tutakwenda kuweka audio. Mfano ukiangalia hapa, hii ndio audio yetu ambayo tumeiweka hapa. Unaweza ukaona. Lakini pia tumeweka linki. Kuna hii linki ambayo mtu akibonyeza hii linki, maana yake atakuwa na uwezo wa kupakua au kudownload hii audio yetu. Ukibonyeza hapa kwa sasa hivi unaweza kaona tayari tumesha download hapa wimbo wetu unaonekana hapa. Kwa sasa hivi unaonekana hapa. Hata kusema uje huku kwenye faili zako huku unaweza ukaona wimbo wenyewe ni huu hapa, tayari tumesha download katika kompyuta yetu hapa. Sasa kama kawaida tutakwenda kutengeneza kodi kwa ajili ya kutengeneza hii project. Lengo ni kujifunza tu tuweze kuelewa logic za kutumia hizi tag za HTML kiuhalisia zinatumika vipi. Tutakuja hapa kwenye Visual Studio yangu ambayo naitumia kwa ajili ya kuandikia kodi. Sasa kama kawaida nitakuja hapa kwenye sehemu ya Explorer, nitabonyeza hapa. Baada ya hapo nitaipa faili langu jina, tuite maktaba kwa ajili ya music hiyo. Tutaweka HTML kama kawaida. HTML utabonyeza enter. Kama kawaida utaanza kufanya setup ya faili lako. Utakwenda kuandika kodi zetu ambayo ni doctype HTML. Jani zoom kidogo uone. Baada ya hapa utakuja utaweka HTML, utafunga na kufungua. Utakuja kwenye sehemu ya hapa utaweka head, utaifunga head. Kuja hapo utaweka title, utaifunga title yetu, utafunga title yetu. Kisha hizi kodi unaziandika vizuri hizi tag. Kosea maana yake browser haitaweza kufanya kazi au haitaweza kudisplay hicho kitu husika. Sasa tuseme labda ni kuweka sauti. Tuseme sauti. Yani natosha. Tuje hapa tutengeneze board kwa ajili ya kuweka sasa maudhui yetu. Humu ndani sasa kwenye board tutaweka ile title kama inavyoonekana hapa. Kuna title hapa kidogo inaonekana hapa ambayo inasema ni mfumo wa maktaba ya nyimbo. Tutakuja hapa kwanza tutaweka heading 1 kama kawaida, kwa kuwa hiyo ni heading ambayo ni kubwa sana. Kwa tutatumia heading 1 ku display heading. Tutasema labda karibu kurasa, labda karibu kurasa wa DJ Nifunze, mfano. Huo ndio kurasa wetu ambao unaitwa hivyo mfano. Kutoka hapa njoo tutengeneze paragraph ambao utakwenda kudisplay kidogo maelezo machache kwa ajili ya mteja wetu. Tuseme labda kama wewe ni mpenzi wa muziki, basi hapa ni sehemu sahihi sana ya kupata burudani. Tumemaliza hapo. Tumaliza hapa sasa tutakwenda kuweka HR ili tupige mstari wetu ule kwa ajili ya kutenganisha section fulani na section nyingine. Sasa hapa tutakwenda kutumia figure kwa ajili ya kuweka caption. Yaani ni maelezo ambayo unaweka katika audio yako. Nitakuja hapa kama kawaida, nitafungua figure
ili kwenda kuweka sasa maelezo ya audio yangu. Utafungua Figure. Humu ndani ya Figure sasa utakwenda kuweka hiyo Figure caption ambayo ndo maelezo yenyewe. Utasema Figure caption. Utafunga, utasema Figure caption kama kawaida. Sasa hapa kidogo nataka kidogo uweze kuwa makini hapa. Ukiangalia hapa kwenye project yetu inavyoonekana hapa, tumeka hii hapa audio. Of course ni audio ya Lucky Dube ambayo ni Prisoner. Sasa kitu cha kuzingatia hapa, ili audio yako iweze kuonekana huko kwenye browser yako au kwenye page yako au ukurasa wako, cha kufanya njoo hapa. Ukishafika hapa, hakikisha kwenye ile folder lako ambalo ulikuwa unalitumia kuweza kuhifadhi zile files za HTML ambayo ndio ile hapa folder yetu. Hakikisha humo ndani umeweka audio. Hii hapa kuna audio, of course nimeiweka hii hapa Lucky Dube. Hii ndio audio ambayo nimeiweka hapa. Of course hii hapa inasoma ni MP3. Sasa ukishaweka humu kwenye folder lako audio yako, sasa unakwenda kuivuta tu kawaida. Kwa hiyo hakuna shida. Kwa hiyo nitarudi hapa kwenye kodi zangu huku. Kisha kuja hapa nitaweka caption ya wimbo. Nitaweka caption ya wimbo, yani maelezo ya huo wimbo wangu. Mfano tuseme labda tuite ni Lucky Dube mfano. But tuseme ni Lucky Dube mfano. Kidube labda wimbo wetu unaitwa labda ni Prisoner. Unaitwa ni Prisoner. Baada ya hapo tutaweka, shuka chini hapa. Tutaweka break. Tutakuja tutaweka sasa audio. Kuna tag moja inaitwa ni tag audio. Hii tag audio ni tag ambayo inakuruhusu wewe kuweza kuingiza audio katika ukurasa wako au katika page yako. Tunaanza, utaandika audio kama kawaida. Nikishaweka audio kama kawaida, nikishaweka hiyo audio yangu, maana yake inafunguliwa na kufunga kama kawaida, kwa kuwa hii ni zile tag ambayo inafunguliwa na kufunga kama kawaida. Kwa nitaweka audio. Nikimaliza kuweka audio, kinachofuatia hapa sasa lazima niweze kusema audio yangu inapatikana wapi. Kwa nakwenda kuweka source, tutasema source. Tutaweka source. Source maana yake inaonyesha hiyo audio inapatikana wapi. Tutaweka alama sawa sawa. Sasa kwa kawaida maana yake nikiingia kwenye folder, maana yake nikiingia kwenye folder ya web design kama inavyoonekana hapa. Of course hii hapa tayari audio yangu tayari ipo. Kwa maana yake sasa hapa nakuja hapa nahitaji hiyo audio yangu inaitwaje, lakini pia naweka na extension yake. Kwa nikija hapa nitaandika jina la wimbo wangu, nitasema ni Lucky Dube, nitasema .mp3. Kwa kuwa hiyo tayari ni audio. Baada ya hapa kama kawaida nitaweka type. Nitaweka labda audio. Type nitaweka audio. Baada ya hapo nitafunga. Nikishafunga hapa, kwa sasa hivi hapa nikija nikisave, nikisema control S, nimesha save hapa. Sasa unaweza ukaja hapa kwa sasa hivi ukatazama. Kuja kwanza tuje hapa tufungue. Tutakuja hapa kufungua faili letu. Ukimaliza utasave control C. Baada hapo utakuja kufungua faili lako. Faili langu of course ni hili hapa. Nitakuja hapa nitalifungua kwenye folder langu moja kwa moja hapa. Nitabonyeza mara mbili kuweza kulifungua. Hili hapa maktaba. Utabonyeza ili kulifungua. Utasubiri kidogo ifunguke. Kishafunguka hapa kama inavyoonekana hapa, hii ndio page yetu. Of course kwa sasa hivi ile audio haionekani. Sasa kinachofanyika hapa, tunakwenda kuweka hichi kitu ambacho ni control. Yaani maana yake tunakwenda kuweka hichi kitu ambacho ni sehemu ya kuplay audio yetu, sehemu pia ya kuongeza sauti na kupunguza sauti. Hii inaitwa ni control kitaalamu. Kwa msingi hapa tutakuja kwenye sehemu ya audio hapa, kwenye open tag ya audio tutakwenda kuongeza attribute ambayo inaitwa ni control. Tutaweka controls. Nikisave hapa sasa hivi, hapa nikirudi hapa sasa hivi, kiingia sasa hivi hapa, nikirefresh
unaweza ukaona hii hapa imetokea. Kwa maana yake usipoweka control, maana yake hakuna sehemu ya kuplay, hakuna sehemu ya kuongeza sauti wala kupunguza sauti, inakuwa haipo. Sasa nikibonyeza hapo kwa sasa hivi, tuangalie kama ni kweli ile kodi yetu imeweza kuvuta kweli wimbo au haijavuta wimbo. Fanya hivi, tuangalie kama ni kweli. Sasa badala ya kutumia wimbo wa Lucky Dube, tufanye hivi, tubadilishe wimbo. Sasa hivi hapa tutumie wimbo mwingine. Tutumie labda wimbo wa Love. Tuandike wimbo mwingine hapa. Tutumie wimbo mwingine hapa. Tayari wimbo upo tayari katika folder letu. Kwa hiyo utaandika wimbo wetu ambao ni One Love MP3. Maliza hapo uta save. Kisha save hapa, Control S, rudi kwenye browser hapa uangalie ni kweli kama matokeo yapo. Baada ya hapo utabonyeza hapa. Ni kweli wimbo wetu umekubali kuja hapa.